Ni miaka 20 sasa imetimia tangu kuanzishwa kwa shirika la Dream Achievers Youth Organization, yani DAYO, na leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka ni ule 2025, ni kwamba siku ya leo ndio ile siku ambayo inaadhimisha hii hafla rasmi ili kujuza community ama jamii yale yote ambayo yaliweza kufanyika ama zile kazi ambazo waliweza kuzifanya katika jamii zetu. DAYO at 20. Leo tuko naye hapa. Mgeni wetu wa nguvu atakuwa anatuelezea leo tuko hapa kwa sababu gani. Karibu sana, kwa majina yako mwanzo. Kwa majina yangu naitwa Irene Randu. Na mimi katika DAYO ni mmoja wa maboard members. Kwa nini leo tuko hapa? Leo tuwashukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa umbali alikotutoa, sababu tumfika miaka 20 na si rahisi. Kuna wengi tulianza nao na hawajajaliwa kufika hapa tulipofika. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. We are not taking it for granted. Tuwashukuru mafanikio tulionayo, yaonekana, twayafeel, yajulikana, DAYO yajulikana nyanjani. Kwa hivyo leo ni siku tu ya kumshukuru Mungu na kufurahikia pamoja na supporters wetu, stakeholders wetu, our beneficiaries. That's why we're here today. Safari ya DAYO tangu mwaka wa kwanza mpaka leo ni mwaka wa 20. Imekuaje wewe ukiwa kiungo muhimu? Iweje? Ni lazima pahali pa mambo na vijana sio rahisi vile. Ukiteka account our situation zetu za pwani, tuseme kwa jumla, sub county zetu mbalimbali, kuna different challenges. Unaona? Kwa hivyo vijana wetu, si watoto, vijana wetu, imetuchukua muda sio mwingi vile, lakini imetuchukua nguvu kuweza kuwaleta watulie, wafanye shughuli, wajitambue. Jambo la kwanza kubwa ilikuwa ni wajitambue na wajikubali kuwa wao they have a lot of energy ambao wanaweza kuitumia vizuri. Na pia tukawa mshiko wetu ni kuwa tumtaka kijana ambaye yuko free from diseases. Unaona? Akiwa yuko free from diseases, si atakuwa na nguvu za kufanya shughuli zake. Na kwa kujikinga kutokuwa na magonjwa nini, aweze kujiheshimu mwili wake, ajipende, ajijue yeye kesho anahitajika na jamii, au hata kuanzia leo anahitajika na jamii. Akianza mambo ya kutumia madawa hatafika. Akianza kujiingiza kwa mambo ambayo si mazuri, ambayo mzazi wake binafsi hawezi kufurahikia, jamii hawezi kufurahikia, hata serikali hawezi kufurahikia, hatafikia malengo yoyote kama kijana. Na kijana Moshi, usijidai nao, kila siku na wakumbusha, ukienda haurudi. Neno lako la mwisho labda kwa wanadayo, wasimamizi mpaka sasa? Mimi nawaambia luta continua. Hatujamaliza wala hatujafika. Kwa hivyo juhudi ziendelee, DAYO iendelee, na vijana pia nao wajue hii opportunity does not come every day. Wasikia? Kwa hivyo waheshimu nafasi watakazozipata kwa DAYO, waweze kukua na DAYO ili kesho si tukishindwa, wao ndio watakuwa madereva. Tutakuwa na imani ya kupass the baton. Si ndio? Kwa majina naitwa Ustadh Ali Komora. Mimi ndiye board chair wa DAYO. Hakika tuna furaha kubwa kwanza, na vile vile kumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba DAYO imetoka mbali na hadi kufikia leo hii tunasherehekea miaka 20 kutoka kuzinduliwa kwa hili shirika la DAYO. Kwanza kabisa DAYO yenyewe imeanza kama kuonyesha kama vile theater, kama kuna mikutano ya kiusalama, Safe Jira na kikundi chake wanakuja pale kuonyesha talanta zao, na ikasonga ikaendelea mpaka mwisho. Sasa hivi ikawa ni shirika kubwa ambalo kwamba linatambulika Kenya na kimataifa pia kwa jumla, ingawa kwamba sasa hivi ni NGO.
Dayo kuna miradi mingi sana ambayo imeweza kuwezeshwa na imekuwa ikifanya vizuri. Wewe binafsi ni mradi gani ambao labda uliupenda sana na unaupigania sana? Mradi ambao kwamba uliweza kufanikisha mambo mengi sana ni huu mradi ambao kwamba wa kuhamasisha watu kuhusu masuala ya gender based violence. Mradi huu umeweza kufundisha wale champions, na kwa kweli kulikuwa na hali ambayo kwamba hairidhishi katika maeneo ya vijijini, lakini baada ya wale male champions kufundishwa na kuwezeshwa katika ile ilmu ya kwenda kuhamasisha kuhusu masuala ya gender based violence, sasa hivi watu wamepata ufahamu mkubwa na wanaelewa mtu akifanywa dhulma za kijinsia ataanzia wapi na mpaka atamalizia wapi, kinyume na vile mwanzo mtu hajui akifanywa dhulma aanze wapi. Kwa majina nafahamika kama Daniel Mdibo, ninafanya kazi na wakfu wa Aga Khan ama Aga Khan Foundation, tukishirikiana kwa karibu sana katika miradi mingi na Dayo katika hizi shughuli za kuendelea kuhamasisha jamii na kufanya miradi katika jamii. Katika shirika hili la Dayo kuna mradi ambao unaitwa Ajax. Umeweza kushirikiana pakubwa sana kati ya mashirika haya, shirika la Dayo pamoja na Aga Khan. Je, mradi huu wewe kama mmoja wa viongozi umesaidia vipi jamii? Kwanza kabisa tungependa kushukuru kwa ule uhusiano mzuri ambao tumekuwa nao na Dayo kama Aga Khan Foundation na Dayo, na kuweza kuwa na huu mradi wa Ajax ambao tulikuwa tunauita wezesha katika jamii zetu. Ni mradi ambao tumeona kwamba umeweza kuchangia pakubwa, hasa ikija katika masuala ya kijinsia, jinsi ambavyo watu wanazidi kujulishwa kuhusu mambo ya dhulma za kijinsia, kuweza kupata huduma katika zahanati zetu. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana kwa sababu Dayo imehakikisha kwamba jamii inahusishwa katika maamuzi mengi ambayo yanafanywa hasa kulingana na mambo na afya zao, hasa vijana, lakini pia mbali na hivyo wameweza kuhusisha wazee, ambapo ni kitengo kikubwa sana ambacho tunasema kwamba male engagement na male involvement katika mambo ya gender ni muhimu sana, na Dayo imeweza kuchangia pakubwa sana. Mbali na hivyo pia tumeona katika kulingana na hii Ajax jinsi ambavyo ilikuja kaendelea, Dayo alikuja na very nice innovation ambayo ilikuwa ni kuweza kufikia watu wengi, na wakakuja na Dayo Radio ambayo pia sisi tuliweza kuhusika karibu sana na Dayo kuweza kuona kwamba tuko na hii online radio ambayo inatupatia nafasi nzuri ya kuweza kuwa na mijadala na mazungumzo na kuweza kufikia watu wengi, si Mombasa peke yake, si Kilifi peke yake, si Pwani peke yake, lakini ulimwengu kwa jumla. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunazidi kujivunia na kuona ile progress ambayo tumeweza kuiona na Dayo, na siku ya leo ambayo tumekuja kujivunia Dayo kufikisha miaka 20 si jambo rahisi sana, maana kuna mashirika mengi yanakuja na yanapotelea, but we have seen a very steady improvement with Dayo, and we believe that this is one of the biggest organization in the making, not only in this country, lakini wataweza kuelekeza katika maeneo mengi na watasaidia watu wengi katika bara letu la Afrika. Labda kula mbele, kuna mipango gani ambayo inaweza kuja kupitia shirika la Dayo pamoja na ushirika mkuu wa Aga Khan? Sisi kama Aga Khan Foundation tukishirikiana na Dayo tunasema kwamba the moment ule uhusiano umeanza hauishi. Miradi inaweza ikaisha, lakini uhusiano hauishi, na iwapo kuna miradi mingi ambayo inakuja katika na Aga Khan Foundation, basi tutaangalia ni wapi ambapo tunaweza tukashirikiana na Dayo ili kuona kwamba miradi hii inazidi kuwa ya manufaa katika jamii, kwa vile tunaamini kwamba Dayo ni shirika ambalo liko mashinani, na ikiwa tungependa kufanya miradi na ikuwe na ile ownership ya jamii, lazima ile miradi ifanywe kule mashinani, na Dayo imekuwa na uwepo mkubwa kule mashinani kuweza kufika. Kwa hivyo tunaamini kwamba tutapata nafasi nyingi zaidi za kuweza kushirikiana pamoja, lakini pia ikiwa kuna wafadhili wengine ama mashirika mengine ambayo yanakuja na yanatuuliza ni nani tunaweza tukafanya naye kazi, basi Dayo is one of the organizations that we can highly recommend to be able to partner with and ensure that the community is able to be engaged and benefit from these programs. Umejisikiaje kufikisha miaka 20? Kwanza ni bahati na pia ni shukrani sana, na shukrani nyingi tuzipate Mungu, kwa sababu ingekuwa yeye hajaniwezesha kunipata hizi nguvu zote tungefika hapa. Na raha sana kuona tumefikisha miaka 20 kama shirika, na vile vile pia natumaini ya kuwa Mungu atanipatia miaka mingine 10 ama zaidi ya 10 ili shirika lifikishe mbele. Kusema kweli ni hatua ndefu sana, na tulikotoka kumekuwa kugumu, lakini nashukuru Mungu ya kuwa kwa hivi sasa at least tunaweza simama mahali kwa iseme kuwa hili ni shirika. So tulikotoka ni mbali, tunako tukujui. Hiyo ndio kitu ambacho naweza sema kwa sasa.
Na sasa labda tu utuambie zile changamoto ambazo huwa zinakuwa zinatokea, umezimidi vipi kwa muda wa miaka 20? Maana si rahisi, tunaona wengi sana wanaanza alafu wanashindwa, lakini wewe umefikisha miaka 20 kwa sasa, umelianzaje? Kitu ambacho nitasema ni kuwa changamoto ni nyingi, lakini ile kitu iko ni kuwa inafaa mtu uvumilie. Nimevumilia sana, huwezi amini nishakulia kwa sababu hili shirika, kwa sababu mambo ni kuona naendi sawa, lakini ukipata watu ambao wachache wanakusapoti na iwapo kuna matatizo ukienda kueleza wanayatatua, basi huwa mambo yanakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi kwa sababu changamoto zimekuwa nyingi, kuna matusi, kuna mambo mengi ambayo nimepitia, lakini yote nimeweka kando. Focus yangu ni kuangalia kuwa ni vipi naweza ili shirika linalofikisha mbali zaidi hapa ambapo tumefika. Sasa tuambie sasa, leo hapa tumekuja kwa hii sherehe, tunatarajia nini, kutakuaje? Leo kusema kweli tunatarajia makubwa, kwa sababu tumepanga kuwa siku ya leo tuweze kwanza, tutakuwa na launching mambo matatu kwa jumla, kwa sababu leo tutaenda kulaunch documentary ya Dayo ambayo imefanya katika project yetu right here right now. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili pia leo tutaenda kufunga mradi ambao ulikuwa wa miaka 3. Leo tunaenda kufunga rasmi. Vile pia leo tutaenda kusherekea na kula keki. Okay, mimi naitwa Susan Umazi. Mimi ndo station manager wa Dayo Radio na najihusisha na vitu vingi ikiwemo usomaji na uandishi wa habari. Nafanya pia vipindi, kwa hivyo tunajivunia na tunasherehekea miaka 20 ya shirika la Dream Achievers Youth Organization. Mimi binafsi ningesema hongera kwa mwanzilishi, sababu ametengeneza nafasi za vijana za ajira. Kuna vijana wengi wamepata ajira kupitia shirika hili, kama redio ninayokuambia ni redio ambayo inapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Vijana wengi fresh journalists from school wamepata hiyo opportunity ya kukuja kwa redio na kufanya kazi. Kwa hivyo tunapoendelea kusherehekea hii siku, pia kongole kwa mwanzilishi. Swali la mwisho. Je, wewe kama unadili na vijana pale, wewe kama manager ama mkubwa wao, ni changamoto gani ambazo unapata kwa vijana ambao wanatoka chuo kuja katika idhaa? Okay, changamoto ni nyingi, lakini naelewa sababu mimi pia nilikuwa huko. Challenges ambazo tunapata vijana sasa ni Gen Z. They know everything. Lakini sasa ikifika pale tunawapea the rules na the steps they are supposed to follow na wanaichukulia vizuri. Kwa hivyo singependa kusema wanasumbua. Kwa majina najulikana kama Chris Mkambo. Mimi ni mhudumu wa afya wa nyanjani, bali tunajiita CTPs. Jambo la kwanza nataka nishukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo nimepewa, niangazie mambo ya kazi ama majukumu ya mhudumu wa afya wa nyanjani. Mhudumu wa afya wa nyanjani, yeye ni link between the facility and the community. Sisi kazi yetu ni kwenda nyanjani na kuangazia mambo yanayohusiana na afya. Tunaenda nyanjani kuhamasisha jamii ya kwamba kama tumekutana na mama mjamzito, ya kwamba ni vizuri mama mjamzito au anaenda clinic, akishajua tu kwamba yeye ni mjamzito basi aanze clinic. Kuna vipimo ambavyo inachukuliwa ili kujua kama ujauzito wake umeingia katika mahali pasawa na pengine damu yake iko sawa, na kama kuna matatizo yoyote ya kiafya basi aweze kupata matibabu mapema ili asiweze kuathiri yule mtoto kwa njia moja ama nyingine. Nyingine ni kwamba tunapokutana na wagonjwa tunawapatia referral, tunawakansel, alafu tunawapatia referral ya kwenda hospitali ili apate matibabu. Watu wenye wajawazito pia tunawashauri kwamba wasizalie nyumbani, kwa sababu wanapozaa nyumbani kuna hatari nyingi ambazo zinaweza maambukizi ya kuambukiza mtoto. Kwa hivyo tunaona ni vizuri mama kama ni mjamzito tunampatia ile inaitwa birth plan, awe nayo katika akili yake ili anapokuwa tayari kwa kujifungua basi awe amekamilika na hatimaye aweze kuzaa katika zahanati. Shirika hili la Dream Achievers Youth Organization likifikisha miaka 20, wewe kama mtu ambaye umekuwa mshiriki katika huduma tofauti miradi, ni kipi ambacho unapendekeza zaidi ama unajisikia vipi? Sasa nikiangazia katika shirika la Dayo kwa upande huo wa reproductive, wakati tunapohamasisha hawa mama, tunawahamasisha pia njia za family planning ambayo Dayo pia imeingilia kati, na
hii ni kuweza kujipanga ni kiasi gani ama ni watoto wangapi huyu mama ama mzazi angeweza kuzaa ili aweze kuwapatia malezi mema. Pia Dayo imeangazia mambo na defilement ama mambo na raping. Kwa hivyo tumehamasisha jamii ama Dayo imeingilia kati kutupatia ufahamu ya jinsi gani tunaweza kuhamasisha jamii wakati mtoto amekuwa defied, anapaswa kufanyiwaje na ni taratibu gani ambazo nizifuatwe mpaka yule mtoto mwisho wa siku apate haki yake. Okay, kwa majina mimi naitwa Susan Langisa na siku ya leo nafurahia kusherehekea pamoja na Dayo Dayo at 20. Kwanza kabisa kwa sababu kuna project moja nimekuwa niki-coordinate ambayo inaitwa Wezesha, Advancing Gender Equality Through Civil Society, na leo tukiendelea kufunga hiyo project pia tunasherehekea miaka 20 ya project zingine ambayo tumeweza kufanya na Dayo. Na nikisema tu yenye tuliweza achieve kwa hiyo project ya Wezesha, tumeweza kuuse edutainment kufikia mashule with information. Tumeweza pia kutumia male engagement ambayo tumeweza kuinvolve men as our allies na wakaweza kupeana information on gender based violence. Na chenye tumeona ni kuwa sasa jamii inajua mahali pa kuripoti in case gender based violence ifanyike, wanajua ni wapi wanaweza kwenda kuripoti katika polisi. Na uzuri katika male engagement kuna police ambayo tunawaka na Bamburi Police Station na Kiembeni. We have also the community and women leaders ambao wametusaidia kuhakikisha kuwa hizi information zinaweza kupatikana katika nyanjani. Pia tumewaka na media. Dayo Radio is one of our radio that we work with to make sure that jamii inapata platform ya kuja kuongea juu ya changamoto na kupeana information. Na nafurahia sana kwa sababu siku ya leo tukijumuika hapa, tunajumuika na male champions wetu, tuko na women leaders, tuko na CHPs na hata CHIU ambayo wao ndio wametusaidia sana kuhakikisha referral inaweza kufanyika. Na tumework na county government na national, na hiyo ndio imeweza kutusaidia hata project come to an end. There's an aspect of sustainability kwa sababu tutaendelea kutumia hizo facility na pia referrals zitaendelea kwenda kwa hizo facility. Kwa hivyo ningependa kuambia sisi wote ambao tumeweza kufika siku ya leo, happy Dayo as we sherehekea miaka 20, tuendelea kufanya kazi ya kuimpact the community. Kwa majina naitwa Hamisi Juma Kurichwa, mimi ni katibu mkuu katika Wizara ya Vijana, Michezo, Jinsia na Huduma za Jamii katika serikali ya ugatuzi ya Mombasa County. Na leo tuko hapa tumekuja kusherehekea miaka 20 na shirika ambalo linaitwa Dayo. Hili ni shirika ambalo tumefanya kazi pamoja sana kwa karibu kusaidia vijana Mombasa na pia kusaidia ndugu zetu wanaoishi kwa ulemavu hapa Mombasa. Kuna mipango mingi sana ambayo tumefanya pamoja na Dayo, na napenda kuwashukuru sana washirika Dayo kwa kushirikiana pamoja na county government ya Mombasa kuhakikisha kwamba vijana wanapata huduma bora, vijana wanasaidika kuendeleza taaluma, kuendeleza maisha yao, na vile vile jamii ya walemavu. Kitu kikubwa ambacho tunajivunia kupitia Dayo as an organization ni kwamba ametusaidia, tumepata sera Disability, Mombasa County Disability Policy. Tumepata hii sera kwa sababu ya a big support from Dayo. Pia vile vile kuna mafunzo mengi sana ambayo tumeshirikiana pamoja, ambayo vijana wengi wamesoma jinsi ya kuishi vizuri, jinsi ya kuwa kijana ambaye a constructive youth ambaye hajihusishi na mambo ya mihadarati, ambaye hajihusishi na mambo ya ukora. Kwa hiyo mimi kama katibu na furaha sana kuwa hapa leo kusherehekea miaka 20 katika maisha ya Dayo. Kwa majina naitwa Andrew Migwi. Mimi ni male champion wa Dayo, na Wezesha inatusaidia sana sisi kama wanaume kuwa engaged na issues za GBV za all walks of ages, kutoka watu wazima mpaka hadi wale watoto. Imetuweza kutuempower, imeweza kutupatia nguvu ya kuzungumza na kusukuma hizi kesi ambazo zinatokea katika jamii zetu. Na mengine ni kwamba pia imeweza kutuwezesha sisi kwenda mashinani
kwa mashule, kwa makanisa, madrasa, naona PTA meetings, katika mabaraza, kuweza kuempower na kuweza kuelezea haswa wanaume na jamii vipi wanaweza kuzuilia, kutatua na pia kusuluhisha na kuzuia dhulma katika jinsia. Shirika la Dayo limefikisha miaka 20 kufikia saa hii. Una lipi la kuambia kwa kifupi zaidi? Shirika la Dayo kwanza nawapatia hongera sana kuweza kutupatia training, mwelekeo na yote yale ambao wameweza kutuwezesha. Ndio maana ikaitwa wezesha, waendelee vilivyo na pia waweze kufanya more inclusivity katika maeneo mbalimbali katika jamii yetu, kwa kueneza huu mwelekeo wa kutunza jamii katika haki za jinsia. Okay, kwa majina naitwa Mariam Kato Ramadhan kutoka Ziwa la Ng'ombe Health Facility. Yeah. Leo unajisikiaje mwanzo kufikisha miaka 20 na tuko hapa leo kusherehekea? I'm happy. Nasikia tu niko sawa kwa sababu si rahisi. Unaona kufikisha 20 years Dayo kwa organization yoyote si rahisi. But Dayo imeachieve. Yeah. Wewe umekuwa umejihusisha katika shughuli gani na shirika hili la Dayo labda? Okay. Kama vile nimesema first mimi ni SHP na ni daktari wa nyanjani. Tumejihusisha sana na Dayo kupitia training first. Tulienda for training for I think it was 1 week training. After that tuna refer wagonjwa kutoka facility kutoka nyanjani mpaka facility. We have 100 household but tunadili na sana na youth from 9 years mpaka 24. Kwa majina nafahamika kama Daktari Ruda Mamasha. Mimi ni waziri wa jinsia, vijana, michezo na huduma za jamii kutoka Kilifi County Government, kiongozwa na mstahiki Gavana Gideon Meka Mung'aro. Siku hii ya leo ni tunasherehekea miaka 20 toka Dayo ianzwe. Na kwa nini niko hapa? Ni kwa sababu nimeona ule umuhimu ambao Dayo umeleta na Kilifi County na umuhimu wa kufanya na washirika mbalimbali. Kwa mfano, Dayo Ruda ameweza kufanya kuleta uhamasa ya afya ya akili kupitia zile radio ambazo wanafanya zile interview wanazofanya na zile engagement wanazofanya kwenye mitandao. Pili pia wameweza kuleta watu ambao wanaishi na watu kama disability, manake hatutaki kuwacha nyuma. Ndani ya Kilifi County tumeweza kufanya mambo mbalimbali, tumeweza kufanya kama policy ama sera ama zile sheria ambazo zinatuongoza kwa wale ambao wanaishi na watilifu, wale ambao wanapata dhulma za jinsia, na tumeweza kudocument vitu mbalimbali. Pia ndani ya Dayo Radio, Dayo CBO wameweza kuhamasisha na kusaidia vitengo vya michezo. Kwa mfano mwaka jana wameweza kusaidia katika michezo ya beach games pale Malindi, Bontwani, ambapo waliweza kusupport wale ambao wanaishi na mental health kwa beach games. Na mambo kama hayo ni mambo mazuri kwa sababu without partnership huwezi kufanya kitu peke yako. Kwa hivyo nafurahia sana kwenye sherehe hii ya leo, na kwa ukweli Dayo tunapatia kipaumbele na pamoja tunaweza kujenga Kilifi na pia kujenga jumuiya ya kaunti ya Pwani. Unaweza kuzungumza vipi kuhusiana na watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Kilifi? Watu wanaoishi na ulemavu wanafaa kupata kipaumbele. Masuala yao yawekwe mbele, tufanye registration. Kwa mfano kuanzia wiki ijayo tarehe 4, 5 na 6 Kilifi County kupitia department yangu tutaweza kufanya registration. Tutafanya in all the 7 sub counties. Tuweze kuregister wale ambao ni watilifu na the 7 types of disabilities. Kwa mfano kuna ambao wanaishi na hearing impairment, physical disability, wale ambao wana visual impairment, wale ambao wana mental health challenges. Tunataka kuweka kwenye stakabadhi moja, ndio wakati wa kupata manufaa waweze kupatwa, kila mtu ahusishwe. Na pia tuko na ile Kilifi County Disability Act ambao tulipitisha mwaka jana, na sasa tunataka kutafuta CEO na huenda tuko na sasa hivi, lakini tunataka kuweza kuimplement what the act holds. Naam. Bila shaka hayo ndio mazuri ambayo umeweza kuyapata kutoka kwa shirika la Dream Achievers Youth Organization. Mimi ni Harrison Kazungu.